basi wapendwa watazamaji, nachukua fursa hii niweze kuwakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Ni furaha kubwa sana kwetu kuwepo mahali hapa ili tuweze kuliinua jina la Bwana kwa pamoja. Hivyo basi Bwana wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Hatutachukua muda mrefu, tutachukua muda mfupi tu. Ninataka tu nilete neno kwa ufupi. Tunaelewa ya kwamba wakati kama huu tunatumia njia ya mtandao kwa sababu ya hali ile ambayo imetupata kama nchi, kama bara na kama dunia nzima. Lakini kwa yote tuweze kujipa moyo tukijua ya kwamba Mungu wetu hajatusahau. Kwa hivyo nataka nilete ujumbe kuhusu baada ya uzuri kunao mambo kama haya ambayo imetokea, inaweza kutokea. Na nataka nisome somo kwa ufupi, na kabla nisome somo wacha tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo mfalme uishie milele, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Jehova. Tunasema ni asante, maana kuna Mungu mwingine kama wewe Jehova Adonai. Tunapoenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo, ninakaribisha uwepo wako Bwana. Ukawe pamoja nasi, ukanene nami ninaponena na watu wako popote walipo. Asante Bwana, ni Mungu mwema, tawala ukitamalaki, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Basi mpendwa, ningependa niweze kuangalia Biblia yetu katika kitabu ni Mathayo Mtakatifu, mlango ni wa 14, aya yake ni 30. Na nitasoma. Biblia inasema hivi: lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? 32. Na walipopanda chomboni, upepo ukakoma. Ninatazama maisha ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Yesu alikuwa ni mtu wa huruma nyingi sana. Biblia inasema kwamba akawa na mkutano ya siku 3 akiwa na watu 5,000. Na ilipofika siku ya 3, Biblia inasema kwamba alipomaliza mkutano akawaaga watu ili waende zao. Lakini kuaga watu ikawa akasema ya kwamba kwa ajili ya huruma aliyokuwa naye akawaambia kwamba watu hao wakienda bila chakula wataanguka njiani na wataangamia. Kwa hivyo akauliza wanafunzi, mna jambo gani? Mna nini kualisha watu hawa? Wakasema, hawa watu ni wengi sana, hatuna chochote kualisha. Yesu akawaambia kwamba ni vyema, lakini wakienda hivi hawataweza kufika. Lakini mmoja wa wanafunzi akasema ya kwamba kunao kijana kwa hapa na samaki 2 na mikate 5. Yesu akaambia kwamba leteni. Watu wale wakakalishwa chini, wote wakalishwa, wakashiba na wakakula, na kukawa na mabakshishi. Biblia inasema kwamba alipowaaga watu wale ili waende zao, wanafunzi wakaingia chomboni ili waende ng'ambo ya pili. Hatari ya kumwacha Yesu ikawa dhoruba ikainuka na ikawatingiza sana imani yao. Lakini Pita alipoona kwamba dhoruba imekuwa mingi sana, ujuzi aliokuwa nao haingeweza kumsaidia, maana yeye alikuwa mwanabaria, lakini ujuzi aliokuwa nao haingeweza kumsaidia. Biblia inasema ya kwamba katika ile hali wakawa na hofu kubwa sana. Ninajua katika mahuu, katika dunia kumeingia dhoruba, kumeingia tetemeko, kumeingia mambo ambao mara imedhoofisha matajiri na maskini. Wote tumewekwa katika nyungu moja, na ndiposa hata ninapohubiri ninao kitu ya kuzuia, tunaita ni mask, ambayo inazuia ugonjwa hii ambayo imekuja, ili wanadamu wameingizwa kwa nyungu moja. Matajiri wako pale kama ile boat ile ambayo ilibeba wanafunzi wote walikuwa mahali pamoja. Katika ile hali wapendwa, ndipo iko dunia siku ya leo.
nasi tunajua ya kwamba wapendwa, tunahitaji tu Yesu akuje. Haleluya! Maana Yesu alipokuja, wakati boti ilikuwa karibu kuzama, Yesu alipofika dakika ya mwisho, Biblia inasema ya kwamba Peter akaogopa na wanafunzi wengine wote wakasema, sasa hapa tunaangamia, maana kando ya maji bado kuna mzimu ambao anakuja. Yesu akamwambia, hapana, ni mimi. Ninaomba Yesu akatembee juu ya korona, akatembee katika hii bahari ambayo imechafuka. Waamerika wameshindwa, matajiri wameshindwa, madaktari wameshindwa, lakini tunahitaji tu Yesu akatembee, akuje wakati huu na sichelewe. Maana japo chelewa, wapendwa, hii jambo imepata kanisa, hii jambo imepata wanabiashara, hii jambo imepata hata watazamaji kule nyumbani. Wapendwa, tunahitaji tu Yesu aje kwa ajili yetu. Ninatazama wakati Yesu alipofika, Biblia inasema kwamba bahari ikatulia. Kanisa tunahitaji Yesu kwa wingi sana. Kanisa tunahitaji Yesu atembee, na Yesu atakapoingia katika chombo hichi ambao ni kanisa, ambao ni nchi ya Kenya, ambao ni bara la Afrika, ambao ni dunia, tunaomba Yesu aje. Na japo ufika, mpendwa, hii bahari ama hii dhoruba itatulia. Wapendwa, ndani ya mioyo yetu tunahitaji Yesu akakuje, tunahitaji Yesu akaingie. Na Yesu akiingia, hii dhoruba ambayo imeleta tishio kwa matajiri, imeleta tishio kwa maskini, imeleta tishio kwa waliosoma, imeleta tishio kwa wasiosoma, imeleta tishio kwa chokoraa kando ya barabara, imeleta tishio kwa wachungaji, hata kwangu imeleta tishio. Na ndiposa ninao mask, kwa sababu tishio imekuja, dhoruba imechafuka. Wapendwa, hatuhitaji jambo lingine lolote lile, ili tunahitaji wakati kama huu, tunahitaji Yesu akuje, atembee juu ya hii dhoruba, atembee juu ya hii shida, atembee juu ya haya matetemeko. Na yeye akifika, wapendwa, tuko salama. Ndiposa asubuhi ya leo ninakusihi mpendwa, kule nyumbani penye upo, usiogope wala usifadhaike. Kufadhaika kupo ndio, najua, maana biashara zimeharibika, maana shule zimefungwa, maana kanisa zimefungwa, pesa hakuna. Mpendwa, kudhoofika iko moyoni, kuogopa kuko kumeingia sana. Matajiri wameogopa, maskini wanaogopa, lakini suluhisho liko kwa Biblia. Wapendwa, tugeukie Yesu. Yeye akikuja, wapendwa, tutakuwa salama. Yeye akiingia tu, dhoruba itatulia, na akiingia tu, uponyaji, suluhisho itapatikana. Uponyaji imekuja. Wapendwa, ni wakati wa kugeukia kanisa ili tuweze kukubali Yesu akuje. Ni wakati wa kulia, ni wakati wa kufunga na kuomba, ni wakati wa kukesha, ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana ili Yesu akuje. Na atakapokuja, wapendwa, suluhisho itapatikana. Kwa hivyo shauri langu siku ya leo ni kana kwamba, wapendwa, kanisa tugeuke, tuangalie Yesu na tukaribishe Yesu akuje. Na yeye atakuja tutakapomuita. Anasema tupiteni, naye atatuitika. Ni wakati kama, wapendwa, tuweze kuitana, na Jehova akitusikia, yeye atatusamehe, atatuponya, ataponya nchi yetu, ataponya bara letu, ataponya dunia. Na baada ya hapo, wapendwa, tutaenda kuona ushindi wa Jehova. Maana ninaona ya kwamba unapoangalia 33 bali tulikuwa tunasoma, ukiangalia 14 verse number 33, Biblia inasema ya kwamba, then they who were in the ship came out and worshiped him, saying, wacha nisome tena verse number 33. Then they who were in the ship came and worshipped him, saying, of truth, you are the Son of God. Wakati wanafunzi walipoona ni hakika dhoruba ambayo ilikuwa imewalemea, ujuzi ya Peter ilifika mwisho. Ninajua wakati kama huu ujuzi wa madaktari imefika mwisho, lakini waliokuwa wanabaharia kwenye bahari walipoona Yesu alipoingia kwenye chombo akatuliza
za dhoruba, wakageuka wakajua ya kwamba hakika wewe ni mwana wa Mungu, wakamsujudia, wakamwinamia. Wapendwa, baada ya hii dhoruba itakapopita, wapendwa, uweze kufahamu ya kwamba hakika hakuna daktari aliye na suluhisho, hakuna mtaalamu wote aliye na suluhisho, lakini wote kwa pamoja tutenge nafasi tukumshukuru Mungu, tukitambua ya kwamba ni yeye tu ndiye Mungu. Jehova wa mbinguni awabariki sana na watende mema. Tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunainua jina lako tukikuabudu, tukisema hakika Jehova, shuka sasa, shuka, kwa sababu ni Mungu wetu. Baba, ujuzi wa wanabaria, madaktari wasomi wamefika mwisho, wameshindwa Bwana, lakini sasa tumekuitia, tunakuita Yesu. Tembea juu ya korona, tembea juu ya bahari, dhoruba ambayo imeinuka Baba, ambayo imetingiza ulimwengu mzima. G20 wametingizwa Baba, na hata sisi wana Kenya tumetingizwa. Na Jehova, tunahitaji, tunakugeukia ili wewe Bwana ukatutetee na ukatupiganie. Baba, kuja sasa ukalete suluhisho. Baba, kuja sasa ukalete tumaini tena, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini, amina. Jehova wabariki sana na watende mema. Tunazidi kuendelea na kulitia jina la Bwana, na atakapotenda hakika tusisahau ya kwamba ni Mungu yametutendea. Shalom, barikiwe sana, amina.